Salamu katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa sababu upo pamoja na mimi na tunaweza kujiunga pamoja kujifunza mawili matatu kutokana na neno la Bwana ambalo huwa tunalihubiri juma baada ya lingine. Wengi mmeuliza ya kwamba Pastor Ngaira alienda wapi, hatukusikii redioni, nini. Na ni kweli ya kwamba sijakuwepo kwa muda mrefu, lakini kwa hapa tunaweza kutana na kuweza kusema mambo kadha wa kadha na kisha kuweza kujengana kwa mambo ya kiroho. Pale redioni nitarudi tu wakati ambapo utakuwa umefaa, kwa sababu kuna mawili matatu ambayo bado yako katika maandalizi na ni vyema kuwa wenye subra. Mungu atatupatia nafasi hiyo, lakini nimeona vyema ya kwamba nije kwako siku ya leo niweze kuzungumza pamoja na wewe ili kwamba imani yako isififie na ya kwamba ukapate chakula cha kiroho. Hivi karibuni ninavyotafakari, kuna somo moja ambalo Bwana amenifundisha na ningependa kuwaza pamoja na wewe tuweze kutafakari katika neno la Bwana. Kile ambacho nakiwazia ni mengi tu, lakini leo nitaleta kimoja na ni kuhusu subira. Yani kuweza kumsubiri Bwana akamilishe kazi yake na atende jinsi vile yalivyo mapenzi yake katika mipango yake maishani mwetu. Mfano mzuri katika Biblia ambao ninao siku ya leo ni maisha ya yule kijana wa Yakobo, jina lake Yusufu. Najua kuna wengi ambao walisubiri kama kina Abraham, kina Ayubu, wakasubiri kwa muda mrefu sana kuweza kuona utimilifu wa ahadi za Bwana katika maisha yao. Lakini huyu kijana naye pia nimemchagua kuzungumza habari zake siku ya leo, kwa sababu alipopokea maono ama ndoto zile Mungu alikuwa amempangia kuwa mtu mkuu katika kizazi chake, ilimchukua takriban miaka 13 kuweza kuanza kuona utimilifu wa kila kitu ambacho Bwana alikuwa amemzungumzia kuhusu maisha yake katika uongozi. Na ulikuwa ni uongozi katika nchi ya kigeni, lakini yeye hakujua ni uongozi katika zile enzi ambazo kulikuwa na njaa na dhiki, wakati ambapo palihitajika mtu wa hekima, mtu ambaye anaweza kupanga vyakula na ukulima na hata hali ya economy, uchumi wa nchi, kuweza kumudu hali ngumu ambazo zitaenda kukumba ulimwengu. Jina la huyu kijana ni Yusufu, na tunapokutana naye katika Biblia ni kijana wa miaka 17. Habari zake zimeandikwa katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 37, na ni itifaki ya mambo, ni habari kuhusu familia ya Yakobo, na inaanza kuzungumza kuhusu Yakobo, lakini inaenda moja kwa moja kuzungumza kuhusu kijana huyu na ndoto ambazo Bwana alimpa. Hebu nisome kidogo tuweze kutafakari pamoja. Biblia yasema, Yakobo akaishi Kanaani katika nchi ambayo baba yake alikuwa ameishi. Zifuatazo ni habari za Yakobo. Yosefu, kijana wa miaka 17, alikuwa akichunga makundi ya kondoo na mbuzi pamoja na ndugu zake wa mama wengine, yani wana wa Bilha na wana wa Zilpa, wake za baba yake. Naye akawa akimletea baba yake taarifa mbaya kuhusu hao ndugu zake. Basi Israeli, yani Yakobo, akampenda Yosefu kuliko yeyote miongoni mwa kaka zake, kwani ni mwana wa uzeni. Akamshonea joho lililorembwa vizuri sana. Ndugu zake walipoona kwamba baba yao anampenda Yosefu kuliko yeyote mwingine miongoni mwao, wakamchukia na hawakusema naye neno lolote jema. Yosefu akaota ndoto, naye alipokuwa akiwaeleza ndugu zake, wakamchukia zaidi. Akawaambia, sikilizeni ndoto niliyoota. Tulikuwa tukifuga miganda na nafaka shambani. Ghafla mganda wangu ukasimama wima, wakati miganda yenu ikizunguka na kuinama.
na kuinamia. Ndugu zake wakamwambia, wewe unakusudia kututawala? Hivi kweli wewe utatutawala sisi? Wakaongeza kumchukia zaidi kwa sababu ya ndoto yake pamoja na yale aliyowaambia. Kisha akaota ndoto nyingine. Akawaambia ndugu zake akisema, sikilizeni, nimeota ndoto nyingine. Wakati huu jua, mwezi na nyota 11 zilikuwa zinanisujudia. Alipoambia baba yake pamoja na ndugu zake, baba yake akamkemea akisema, ndoto gani hii uliyoota? Hivi kweli mama yako na mimi na ndugu zako tutakuja kukusujudia wewe hadi nchi? Ndugu zake wakamwonea wivu, lakini baba yake akaliweka jambo hilo moyoni. Naomba Bwana abariki somo ya neno lake tunapotafakari siku hii, ya kwamba akaweze kutusaidia kuweza kudondoa mawili matatu kutokana na neno hili. Ukweli ni kwamba wakati ambapo tunaangalia maandiko haya, tunampata Yosefu akiwa ni kama ni mchokozi kwa ndugu zake. Kwa sababu walipokuwa wakienda kuchunga kondoo za baba yake, mifugo ambayo ilikuwa pale nyumbani, majukumu ambayo ilikuwa ni ya kila kijana pale nyumbani, yeye kazi yake ilikuwa kwa wingi kuenda kutazama wanafanya nini na kama wanafanya vyema ama wanafanya vibaya. Na kisha baadaye huwa anakuja jioni na kumwelezea baba, huyu Simoni na huyu Rubeni na huyu Yuda, yani ndugu zake, akiwastaki kwamba walifanya hili na lile lingine, akistaki kuhusu mabaya waliofanya. Naamini ya kwamba ile chuki ilianzia pale, na baba hakusaidia sana kwa sababu alipokea habari hizo, akaziamini kwa kweli, na kisha baadaye ni kama alimzawadi kwa kumtengenezea joho, vazi zuri ambalo hakuwa amelitengeneza kwa watoto wake wengine. Alimuonesha upendeleo mkubwa, na ilikuwa ni hatari kubwa kwa Yosefu, na ilikuwa ni mfano mbaya hata kwa wazazi wengine kuwapendelea watoto fulani katika familia na kuwaachilia wale wengine. Naamini hayo ni masomo mengine ambayo tunaweza kuyasoma kwa wakati ambao unafaa. Lakini japokuwa kulikuwa na udhaifu huo ndani ya maisha ya huyu kijana Yosefu, kijana mdogo wa miaka 17, Mungu alikuwa amemchagua na alikuwa amemtenga ili kwamba afanye kazi katika shamba lake na katika kizazi chake. Kwamba alipewa ndoto, akaweza kuota ndoto ambazo ziliweza kumfanikisha na kumwelekeza katika uongozi ambao ulikuwepo katika siku zijazo. Ndoto hizi mbili kuhusu nafaka na miganda ambayo ilikuwa inazunguka mganda wake na kisha kusujudi mpaka nchini wakiinama, ulizungumzia, yani wao wote walielewa utafsiri wa hizo ndoto, na hizo ndoto zilitafsiriwa kwamba wewe utatutawala. Inaonekana kwamba unasema utakuwa mtawala wetu, utakuwa juu yetu na sisi tutakuwa chini yako. Yani utafsiri wao ulikuwa ni wa ukweli, lakini ulikuwa umetokana na mahali pa chuki. Hata walipokuwa wakizungumza, walikuwa na ile hali ya kusema kwamba tutahakikisha yasitimie yale ambaye kijana huyu anayesema ya kwamba ameota na Mungu amemuonesha. Hayo kando ni kwamba Mungu alidhibitisha katika lengo lake ya kwamba akampatia ndoto nyingine kumweleza kwamba hata nyota na mwezi na vyote vilivyoko kule juu vitakuja kuinama mbele yake, na kwamba wazazi wake nao pia watakuja kusujudu na kukaa chini ya mamlaka yake siku zijazo. Hivi karibuni ningependa kufundisha kuhusu ndoto, kwa sababu Mungu huzungumza kwa ndoto. Katika Agano la Kale tumeona watu wakiota ndoto, na hilo Agano la Kale katika kitabu cha Yoeli tunagundua kwamba siku hizo za mwisho ambazo Mungu atamimina Roho Mtakatifu, kati ya uvuvio wa siku za mwisho kabla Kristo kuja tena, si kujazwa kwa Roho Mtakatifu tu,
ila kwamba tunapojazwa Roho Mtakatifu, Mungu atatumia ndoto pamoja na unabii na funuo na maono mbalimbali kuweza kuzungumza na watu wake, na tutazungumza kuhusu maono ili kwamba tuweze kujua wakati ambapo umelala jioni usiku ama umepumzika hata mchana, Mungu anapokuzungumzia utafanya nini na utatafsiri vipi ndoto zako. Vyema kuwa na ndoto, lakini vyema zaidi kuwa na utafsiri wa ndoto, kama vile hapa tunaona kwamba ndugu zake walielewa na wazazi wake wakaelewa kwamba hizi ndoto zilizungumza kuhusu kukwezwa, kuinuliwa kwa Yusufu. Na Danieli naye pia, yeye hakuamini kuota tu, lakini aliamini kupata tafsiri, na hata sio tafsiri ya ndoto zake peke yake, lakini tafsiri ya hata ndoto za watu wengine ambao walikuwa naota ndoto kwa wakati fulani fulani. Hivi leo ningependa kutaja tu ya kwamba hadithi hiyo mrefu ilielekea kusema kwamba huyu Yusufu walipomchukia walimpangia njama ya kummaliza, na wakawa siku moja wameletewa chakula na Yusufu ambaye hakuwa pamoja na wao walipoondoka nyumbani. Alikuwa amekaa karibu na baba yake, lakini baba akasema nina watoto wengine wapelekee chakula hiki. Na alipofika kule katika mahali pamalisho wanyama, wakamuona kutoka mbali, wakampangia kifo. Wakasema tumuue basi, tuone ni nini ambacho kitatokea kwa hizo ndoto zake. Na kwa hakika walimpangia, lakini mipango yao haikufua dafu, maana hawakubaliana kabisa. Kuna wengine kina Ruben waliokataa kuweza kuua ndugu yake kwa sababu ni damu yao, na mwishowe akamuuza. Na hiyo habari ndefu ni kwamba aliuzwa, akapelekwa Misri, akanunuliwa kama mtu ambaye ni mfanyakazi wa nyumbani, na akaingia katika nyumba ya Potifa. Na pale katika nyumba ya Potifa akasingizia kwamba yeye alijaribu kunajisi yule mama katika ile nyumba. Hatimaye Yusufu akaelekea jela kwa miaka kadhaa. Mtoto wa miaka 17 katika nchi ya kigeni, mbali na wazazi wake, mbali na watu wanaozungumza lugha yake, mtu ambaye ana maono, amebeba maono ya Mungu na anaamini ya kwamba Mungu atamtumia, lakini yuko korokoroni. Na sasa maono ni kama hayataweza kutimia kwa sababu ni kama maisha yake yameweza kuharibika. Hebu nikueleze, katika safari ya kumtazamia Mungu na kumsubiri Mungu, hakika na kueleza, nenda na ahadi ya Bwana. Ni nini alichozungumza na wewe hata siku za jadi, hata ulipokuwa kijana mdogo, siku zile ulipokuwa ni msichana mdogo, Mungu alikuzungumzia nini? Hicho ambacho alikuzungumzia na leo kinaonekana ni kama hakiwezi kufanya kazi, kwa sababu hali zako za sasa zinaonyesha ya kwamba wewe uko mbali sana na utimilifu wa lile neno, na kuhakikishia kwamba hilo neno ambalo uliambiwa litakuja kutimia. Michakato na matatizo ambayo unapitia yanachangia kujenga yale maono na kuyatimiza. Yote mabaya na yale mazuri, yale ya kuvunja moyo na yale ya kukushusha na kukuonesha kwamba haiwezekani, yote Biblia inasema kwamba mambo yote hufanya kazi kwa wema wanaompenda Mungu na walioitwa kulingana na kusudi lake. Hivyo na kuomba uwe mvumilivu, mwenye subira, mtu ambaye anaamini na imani ambaye haitikisiki, japokuwa kuna sababu ya kuweza kusikitika hata pia na kusema nimekata tamaa na kutikiswa na kusema kwamba hakika hapa ibilisi amefaulu. Lakini na kueleza mteule wa Mungu, hakika mimi nimekuwa Mkristo karibia miaka 40 sasa, na nimeona mengi ambayo Mungu huyafanya. Na sio kila mara ambapo unaona kwamba ni line ambayo imenyooka ya kwamba Mungu anapojaribu na kufanya kazi ndani ya maisha yako na kutimiza ahadi yake, haiendi vile ambavyo ulikuwa unadhani. Na hakika desturi ya Mungu wetu ni kwamba anapokupatia ahadi, hakuambii ile michakato ambayo utapitia, zile processes ambazo utazipitia. Anakupatia ahadi na kisha baadaye kuna habari ambazo anakuficha, anakufumba macho, kwa sababu akikueleza kila kitu utavunjika moyo na utasema hapana, sitaki kuendelea na ile safari.
miaka alipofika miaka 30, ilibidi aondoke pale gerezani. Na habari njema ya kwamba japokuwa kuna mtu aliyemsaidia pale gerezani, akamsahau kwa miaka 2 baada ya kuondolewa gerezani, huyo mtu akapata kazi katika nyumba ya mfalme kule Misri. Na wakati ambapo mfalme Farao alipopata ndoto ambazo hata wale wachawi hawakuweza kumsaidia kujua utafsiri wa zile ndoto, yule jamaa ambaye Yusufu alimsaidia siku moja gerezani akakumbuka na kumweleza mfalme ya kwamba kuna mtu Mwibrania ambaye ana uwezo wa kutafsiri ndoto na ana uwezo wa aina hii. Hakika hapo ndipo sasa mambo kufunguka kweli, ni kama mferiji na mto ambao umefurika. Utimilifu wa ahadi na ndoto ambazo Mungu alikuwa amempatia Yusufu zikaanza kutimia. Mimi hata sidhani kwamba nakuhubiria na kutabiria nikisema kwamba kuna wakati utakumbukwa, kuna wakati ambapo utimilifu wa mambo utafika, na wakati wa Mungu ukifika, kwa hakika hata dakika moja, sekunde moja haitapita kabla haujaona mkono wa Mungu ukitenda kazi ndani ya maisha yako. Nasihi na kuomba na tena nasema ya kwamba uwe mvumilivu katika kumsubiri Bwana. Ukariri kile ambacho alikuzungumzia, ukariri kile ambacho kimeandikwa katika neno la Bwana, na kusema kwamba nitasimama katika ukweli wa neno na nitaendelea kutimiza mapenzi ya Bwana kwa kusubiri, na nitamtumainia huyu ambaye aliyemtimizia Yusufu mtumishi wa Mungu. Na hakika habari hiyo inaelekea kutueleza kwamba alitawala Misri. Alipotoka na kutafsiri ndoto za Farao, hakurudi tena gerezani. Aliingia kazi hapo na akafanyika mtu mkuu kule Misri. Kwa mamlaka alikuwa namba 2 kwa Farao, na kile ambacho alipanga kilipangika. Kile ambacho alisema kifanyike kilifanyika kule Misri. Neno lake lilikuwa ni sheria. Alipokuwa ameamua maono ambayo ataelekeza Misri ni upande huu, kila mmoja alisadiki na kusema ndio, kama Yusufu amesema ndivyo hivyo. Na hata Farao mwenyewe akasema, kama Yusufu amesema, mimi naweka muhuri nikisema kwamba ndivyo itakavyokuwa. Na Yusufu akaweza kutimiza maono yake na lengo la Mungu katika maisha yake. Misri haikufa njaa. Ile miaka 7 ya mavuno mengi ikaweza kuwasaidia kumudu miaka 7 ambayo ilikuwa na ukame mkubwa. Na hakika hata ulimwengu mzima ukaja kutafuta chakula kwake, na ndugu zake waliomuuza na kumkashifu na kumtukana na kumpangia kifo, badala ya kufa yeye aliwaokoa tokana na kifo kikubwa cha njaa, akawasaidia na chakula. Na hadithi mrefu nikifupisha ni kusema kwamba aliwatawala. Maono yake yalitimia. Walimsujudu na wakatambua mamlaka yake kule Misri. Mzazi wake Yakobo akaja mpaka Misri na wakaishi Gosheni, mahali palipo bora zaidi kule Misri. Wakaenjoy kwa sababu ya maono ya mtu mmoja ambaye alikuwa mvumilivu na mtu aliyesubiri ya kwamba Mungu akaweza kutimiza kile alichosema atakifanya. Wewe ndiye Yusufu wa familia yako. Wewe ndiye Yusufu wa nchi yako. Wewe ndiye Yusufu wa kampuni unayofanyia kazi. Wewe ndiye Yusufu wa kizazi chako. Vumilia ndugu katika maisha. Vumilia katika maono. Vumilia katika ahadi ambazo umepewa, kwa sababu unaenda kutumika kuwaokoa wengi, na unaenda kutumika kwa hali ya juu sana ukiwa mvumilivu katika ile nyika na dhiki ambayo unaipitia sasa. Ukisikia kukata tamaa, mkumbuke Yusufu. Ukisikia kwamba umesahauliwa, mkumbuke Yusufu. Ukisikia kwamba umetukana na kudhihakiwa na hata kusingiziwa mabaya usiokuwa umeyafanya, mkumbuke Yusufu, kwa sababu huyu Yusufu alipitia hayo yote. Changamoto hizo zote alizipitia na akawa mvumilivu. Naomba Mungu katika jina la Yesu, kusiwe na hata mmoja ambaye anakata tamaa, lakini kila mmoja wetu akaweze kutimiza yale ambayo umemwitia na kutilia maanani yale ambayo Bwana umemzungumzia. Tupe uvumilivu na subra,
tupe neema na rehema ya kuweza kuvumilia na kustahimili yote, maana tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.